Mheshimiwa Zainab Athman Katimba, Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Engineer Zena Said, Katibu Mkuu Kiongozi kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na Malkia wetu wa nguvu wa leo, Mheshimiwa Saad Mtambule, Mkuu wa Wilaya ya Kinondoni, ukiwa pamoja na Mheshimiwa Songoro Mnyonge, Mstahiki Meya wa Kinondoni, Madam Sheba Kusaga, Mkurugenzi wa Biashara Clouds Media, pamoja na viongozi waandamizi wa serikali wote mlioko hapa, ndugu zetu waandishi wa habari, waalikwa wote, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha hapa siku ya leo wakati wa sherehe hizi za tuzo ya Malkia wa Nguvu mwaka 2025. Naomba vile vile niwashukuru sana na kunialika kuwa mgeni rasmi katika tukio hili muhimu. Hii kwangu ni heshima kubwa sana, na kwa kweli nawashukuru sana kwa heshima hii. Mungu awabariki sana Clouds, asanteni sana sana sana. Leo nimejulishwa kuwa ni miaka 9 toka kuanzishwa kwa jukwaa hili mwaka 2016. Naomba nichukue nafasi hii kuwapongeza sana management ya Clouds Media kwa kuanzisha na kuendeleza jukwaa hili la Malkia wa Nguvu ambalo limekuwa chachu kubwa ya maendeleo kwa wanawake na jamii kwa ujumla ya Watanzania. Clouds Media imekuwa chombo chenye ubunifu mkubwa kinachokuza vipaji mbalimbali, chombo kinachowafungulia wengine dunia na kuwafanya wawe kile wanachotaka. Clouds Media hawajawahi kusimama hata siku moja kwa kile kitu walichokianzisha, ikiwemo jukwaa hili la Malkia wa Nguvu. Na leo ni ushahidi mwingine kuwa ninyi Clouds Media mmekuwa mfano kwa wengi wa kufanya mambo yawezekane, na hasa mambo mapya yanayobuniwa. Naomba ukumbi mzima kwa pamoja tuwapigie makofi mengi sana Clouds kwa mafanikio haya walioyapata. Sisi wote tuliokuja hapa tunatambua sana na kuthamini sana juhudi zenu Clouds Media. Na kabla sijaenda mbali, naomba niwafikishie kwenu salamu za upendo kutoka kwa Malkia wa Nguvu namba 1, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye anafahamu tukio hili linaendelea hapa, na wakati namjulisha juu ya ushiriki wangu alinituma salamu nyingi sana kwenu Clouds Media, washiriki wote na wote tuliomo kwenye ukumbi huu. Ameniambia niwaambie jambo moja la maana sana, anawapenda sana na anawatakia mema. Mpokee vile vile salamu kutoka kwa viongozi wetu wengine, Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi wetu hawa wote wanawatakia kila laheri katika hafla hii ya leo na wanaombea mema, na wanasema wako tayari kuendelea kushirikiana na Clouds Media na Watanzania wengine katika ubunifu wa kufanya mambo makubwa kama haya wakati wote watakapohitajika. Ndugu washiriki, nimejulishwa kuwa lengo la jukwaa hili ilikuwa ni kuhamasisha na kuunga mkono juhudi za wanawake nchini katika nyanja za uzalishaji mali, maendeleo ya kiuchumi, masuala mengine ya kijamii hapa nchini. Jukwaa hili pia kutambua na kuthamini na kusherekea jitihada za michango ya wanawake waliothubutu kufanikiwa katika maendeleo na nyanja mbalimbali za kiuchumi na kijamii hapa nchini, na hususan uongozi. Nawapongeza wote mliopata tuzo hapa, na wale ambao hamkupata, nina imani mwaka unaokuja, Malkia wa Nguvu inayokuja, basi mtakuwa miongoni mwa watakaopata. Na tuzo za leo, ndugu zanguni, zitupe somo wote tulioko hapa kwamba wakati wote tunapofanya shughuli zetu tujue kuna watu wanatuangalia namna tunavyofanya kazi, wanatupima kulingana na wengine. Hawa waliopewa tuzo leo ni kwamba wameonekana miongoni mwa wengi kuwa wamefanya kazi nzuri na wamestahili tuzo. Na kwa kweli nirudie tena kusema kuwa wale wote waliopewa tuzo, tumeangalia profile zao hapa wakati zinawasilishwa. Ukiniuliza mimi na mwingine yoyote, ukweli hawakupendelewa, wamestahili kabisa kabisa. Na hata kama ungepewa kazi hiyo wewe kuchagua nani amefanya vizuri, bila shaka ungewateua hawa ambao wamepata tuzo za leo.
Kwa hiyo hongereni tena na tena. Na mimi kama baba wa watoto wa kike na kama mtu niliyezaliwa na mwanamke, kama kiongozi ninayesimamia wanawake mahali pa kazi, naona fahari kubwa kwa jukwaa hili na tuzo hizi, kwamba mwanamke katika nchi yake na katika jamii na katika mashughuliko yake yote anakumbukwa na kupewa tuzo kwa kazi zake anazozifanya. Clouds Media, jambo hili mlolifanya halitakuwa tu kazi ya kukutana usiku kama wa leo, lakini litakuwa na wajibu wa kuibua na kuchochea moyo wa kufanya kazi kwa bidii miongoni mwa wanawake na kuwafanya wanawake kuwa wazalishaji wakubwa wa mali, lakini muhimu zaidi kuwa na wao watu wanaoweza kuwa na mchango mkubwa kwenye uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo kuanzisha na kuendeleza jukwaa hili ni kuunga mkono juhudi za serikali na za kwake yeye mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa wanawake kiuchumi na kuongeza ushiriki wao katika sekta mbalimbali na kuhamasisha maendeleo miongoni mwetu. Mtakumbuka ndugu washiriki kuwa Tanzania tumefanikiwa kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wanawake katika jamii zetu. Pia tumepiga hatua kubwa kuhakikisha kuwa mwanamke anakuwa ni sehemu ya maendeleo katika jamii yetu. Baadhi ya hatua ambazo serikali imechukua ni pamoja na fursa za kielimu, ambako maboresho ya sera ya elimu ya mwaka 2016 pamoja na sera ya elimu ya mwaka 2000 na sera za elimu pamoja na sheria mbalimbali zimetoa fursa kwa mtoto wa kike kupata elimu sawa na mtoto wa kiume, na hivyo kuongeza idadi ya wasomi na wataalamu wanawake katika nchi yetu. Serikali imeweka vile vile mazingira uwezeshi kiuchumi na hivyo kufanya fursa za kibiashara na uwekezaji, hasa kifedha na hasa mikopo kutolewa sawa kwa jinsia zote. Serikali vile vile imeongeza ushirikiano wa jumuiya za kikanda na kimataifa kwa kuhakikisha kuwa wanawake wa Tanzania wanashiriki, na mmeona Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa rais wa mabunge duniani ni kielelezo kingine kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa fursa kwa watoto wa kike kwa ajili ya kuchangamkia fursa zinazopatikana. Kuhusu huduma bora za kiafya, kwa mfano afya ya mama na mtoto, serikali imeendelea kuweka msukumo mkubwa wa kumpatia afya bora mwanamke wa Tanzania na watoto ili wanawake waweze kuwa na mchango kwenye jamii. Aidha, kuhusu huduma za maji na nishati safi ya kupikia, serikali imeendelea kuwa na kampeni mbalimbali za kumtua ndoo mwanamke kichwani, lakini na kuhakikisha kuwa upatikanaji wa nishati safi ya kupikia unakuwepo wakati wote kwa ajili ya maendeleo ya mwanamke. Nitoe rai kwenu wote na hasa Clouds Media, muendelee kutumia fursa hizi za kumtambua mwanamke na kumpa kipaumbele katika harakati mbalimbali tulizonazo, na kuhakikisha kuwa mwanamke akiendelea basi jamii yote inaendelea. Zipo changamoto hata hivyo ambazo zinahitaji kutatuliwa kwa kufungua fursa zaidi kwa wanawake. Naweza kutaja nyingi, lakini mnikubalie nitaje chache. Ya kwanza ni ubaguzi wa kijinsia, hususan katika maeneo ya vijijini. Zipo jamii kama Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alivyosema, zinamuona mwanamke kama kiumbe ambaye hana hadhi sawa na mwanaume. Mila na desturi za namna hii lazima tuzipige vita wote kwa pamoja, na jukwaa hili la Malkia wa Nguvu liwe sehemu ya kukemea ukatili wa aina yoyote wa kijinsia kwa mwanamke na kumpa heshima mwanamke miongoni mwa jamii. Lakini pili, uelewa mdogo wa masuala ya jinsia, hususan kwenye maeneo ya vijijini ambako jamii zimewagawanya watoto wa jamii hizo katika misingi ya kijinsia. Mtoto wa kiume anapata haki zaidi kuliko mtoto wa kike. Hili ni jambo linalohitaji kupigiwa kelele zaidi, na majukwaa kama haya ni lazima yatumike kuondoa hali kama hiyo. Ndugu zangu, changamoto hizi zinahitaji mipango madhubuti na ushirikiano wa wadau wote, hasa sekta ya umma na sekta binafsi. Msemo unaosema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, msemo huu tuutumie katika kuhakikisha kuwa mtoto wa kike anapata heshima kwenye jamii na mwanamke anapata heshima kwenye mazingira yake ya kazi na mahali popote alipo. Na hivyo nitoe wito na rai kwa wadau wote kushirikiana na serikali kama Clouds Media walivyofanya, kutokomeza changamoto za namna hii na nyinginezo ili kumpa heshima na hadhi mwanamke. Ikiwa naelekea mwisho wa hotuba yangu, napenda tena kuipongeza Clouds Media Group kwa kutambua na kuthamini mchango na maendeleo ya wanawake. Clouds Media, pamoja na haya, msikubali kurudi baki nyuma kwenye kampeni mbalimbali ambazo kama serikali tumezichukua. Kampeni ya nishati safi ya kupikia, ninaomba iwe ajenda yenu wakati wote.
tuhakikishe kuwa mwanamke wa Tanzania anapika katika mazingira yaliyo salama na safi ili afya yake ibaki kuwa salama. Nimefurahishwa sana na video ambayo mmetuletea hapa. Video ambayo kwa kweli ilikuwa inaonyesha ndege inayosafiri, na kauli mbiu ya kila mwaka inaashiria jambo gani ambalo Clouds Media wanataka kulifanya kwenye jamii yetu. Nimefurahishwa sana toka mwaka 2020. Kauli mbiu ya ninatosha ni kauli ambayo inampa heshima mwanamke na kujiamini. Lakini natoa nafasi kwa mwanamke kuingia ulingoni mwaka 2021 na 22 wanawake wakaamsema tuko site. Mwaka 2023 wakasema sisi tunasababisha. 24 wakasema tu kwa kifupi weka tuweke. Kwa maana gani? Kwa maana ya kuwa chochote ambacho mwanamke akitawekwa mezani na yeye ataweka. Na leo mmetuletea kauli mbiu nzuri, twende duniani. Kama mlivyo Clouds Media, mnawafungulia dunia wanawake na dunia na jamii yote wawe wanachotaka. Leo mnatupeleka duniani, tunawapongeza na kuwashukuru sana. Ni washukuru tena wadhamini wote mliowezesha kufanikisha shughuli hii. Tunatambua mchango wenu umekuwa sababu ya kufanikisha shughuli hii. Bila shaka kulikuwa na kamati ya maandalizi iliyokesha kuandaa shughuli hii toka mwanzo na ubunifu wa wazo hili mpaka leo tunapokutana usiku wa leo. Pongeze kamati ya maandalizi kwa kazi nzuri. Mmefanya shughuli nzuri, imekuwa ya kisayansi. Tulikuwa tunaangalia hili jukwaa limetengenezwa kwa mandhari ya mtu anayesafiri kwenye ndege. Tumeona ndege iko hapa, wakati tuzo zinatoka kwenye ndege. Tukawa tunaona air hostess wanakuja na tuzo. Nikawa nasubiri mimi na Charamila tutakaribishwa kwenye ndege ili twende duniani. Bila shaka tuzo kama hizi zitaendelea kutolewa kwa ubunifu mkubwa. Hongereni sana sana kamati ya maandalizi. You have made us proud, na sisi tunawashukuru na Mungu awabariki sana. Ndugu washiriki, nimalizie kwa kuazima maneno ya Mama Michelle Obama mwaka 2016 pale aliposema kwamba when they go low we go higher. Naomba wakati mnakwenda na hii slogan twende duniani, mjumuishe na hili pia, na kwamba wakati wote wanawake mnapaswa kuwa juu zaidi wakati wote, kwa sababu ninyi ni walezi wa jamii na ninyi mnategemewa na jamii. Hii inamaanisha kwamba pamoja na kwamba tunakutana na changamoto, pamoja na kwamba tutavunjwa moyo wakati wa safari, kamwe tusikubali kubaki chini, tuendelee kuwa juu zaidi kwa ajili ya maendeleo ya wananchi. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana kwa kunisikiliza na watakieni kila laheri. Hongereni kwa wale mliopewa tuzo, hongereni kwa waandalizi, na ninyi mliokuja kuipamba siku ya leo, hongereni sana. Mungu awabariki. Malkia wa Nguvu 2025, twende duniani. Jamani, Malkia wa Nguvu 2025, twende duniani. Mungu awabariki sana. Asanteni. Asante sana mheshimiwa. Na kuomba mheshimiwa, kabla haujashuka, kwa heshima tuweze kuinyanyua meza kuu kwa ajili ya kuweza kupata picha ya pamoja. Meza kuu ndio itakuwa picha yetu ya kwanza. Tafadhalini sana naomba niwakaribishe kwenye stage kwa ajili ya kuweza kupata picha. Na baada ya picha ya kwanza ya meza kuu, tutaomba baadhi ya washindi wa tuzo za Malkia wa Nguvu wa leo ambao tayari wamekwisha pata tuzo, tunaomba msogee karibu hapa kuweza kujiandaa kwa ajili ya picha kwa haraka haraka. Washindi wote wa tuzo tunaomba msogee hapa, itakuwa ni picha yenu ya pili. Meza kuu, baada ya kupiga picha nitaomba msishuke ili tuendelee kupata picha nyingine na washindi pamoja na
wa nguvu, Nasra House of Fashion, Smart Jean. Karibuni sana tuweze kupata picha ya pamoja. Selcom pesa. Makato madogo kuliko nakuona shumbana hapo. NSSF ndo star wa mchezo, ndo habari ya mjini. Naomba nichukue nafasi hii kuweza kuwashukuru. Naomba kwanza wahisani wetu muweze kushuka kuteremka. Asanteni sana kwa picha, na baada ya hapo niweze kuiruhusu meza kuu. Na asante sana mheshimiwa mgeni rasmi kwa kuweza kushiriki na kutuachia kumbukumbu nzuri kabisa katika tukio letu muhimu hili 2025, usiku wa tuzo za Malkia wa Nguvu. Lakini vile vile asante kwa kuweza kuwapa pongezi na kuwapa tuzo Malkia wetu wa Nguvu usiku wa leo. Tunasema Malkia wa Nguvu 2025. Hamjachangamka. Malkia wa Nguvu 2025. Twende duniani. Mabibi na mabwana, tuzo ya heshima ilitoka kwa Mheshimiwa Tulia. Lakini mheshimiwa ameipokea tuzo hiyo vizuri kabisa, lakini akasema si kweli, pamoja na kwamba sipo, lakini salamu